Tunalibariki na kulikuza jina lako, tunalibariki na kuliadhimisha jina lako. Tunakupa sifa, tunakupa utukufu, tunakupa sifa, tunakupa heshima, maana Bwana umetujalia rehema na fadhili tena, ikiwa Bwana ni siku yetu ya 5 kwenye hii madhabahu. Tunakupa utukufu, tunakupa sifa, tunakupa heshima, mtakatifu wa Israeli. Pokea sifa aliyotupa neema kukusanyika kwenye madhabahu hii Baba, kwa ajili ya kulitia jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea sifa, pokea heshima katika jina la Yesu. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe jina lako, liinuliwe jina lako, maana ni mfalme wa falme. Wewe ni Bwana wa Bwana, wewe ni Alfa na Omega. Lihimidiwe tena jina lako, uliotupa neema na kibali cha kusimama mbele zako leo, maana ni huruma zako kwamba tuangamii, maana rehema zako hazikomi. Tunaomba rehema zako tena mpya sasa, ili jina lako litukuzwe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kaa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu kwa kuwa anazidi kututendea rehema. Leo ni siku yetu ya 5, na natamani tende mbele moja kwa moja kwenye ujumbe wetu, ili tupate nafasi angalau ya kuomba. Haleluya. Jana tumeendelea kutafakari kwa habari ya ahadi za baraka, na jana tumeona vipengele ambavyo vilitusaidia kuweza kuomba, na tuliona kitu kizuri kwamba ukikaa na Mungu vizuri, kuna baraka ya wewe kuwa mtu wa uzima kwa wale ambao wanaambatana na wewe, kwamba unakuwa ni baraka kwa wengine, unakuwa kama mti wa uzima. Kwa hiyo tumeona neema ya Mungu jana katika Kumbukumbu la Torati, tukaona zile baraka mbalimbali unapotii sauti ya Bwana. Natamani kwamba ndani ya mwaka huu kuna watu watakuwa baraka sana kwa wengine. Bwana asifiwe. Amina. Mwalimu Fabiani, ungekuja huku tusaidia kwenye vyombo huku, maana na utaalamu kidogo. Jana tulishinda hata bisi, watumishi wa Mungu wana jukumu jingine. Hiyo kaa hapo tusaidie vitu kadha wa kadha. Bwana asifiwe. Sasa leo nataka tuingie kwenye kipengele cha leo. Bado nilitamani tusogee hatua nyingine, lakini naona bado ahadi ya baraka bado inaendelea kusimama. Bado kuna kitu kinakusudiwa tukipate zaidi kwenye masuala ya ahadi. Kwa hiyo leo tena tunaendelea na ahadi, lakini leo tutaangalia kwa namna, kwa kona nyingine. Leo tutaangalia kipengele kinachosema
baraka inavyoweza kutengeneza hatima. Baraka inavyoweza kutengeneza hatima, au baraka inavyoweza kuandaa hatima. Baraka inavyoweza kutengeneza hatima. Baraka inavyoweza kutengeneza hatima. Wakati na tafakari jana, nikaanza kupata kipande cha leo, na nimetafakari kwa mapana kidogo tonga jana, maana ujumbe ulipoishia jana nikapewa na kipengele kingine ambacho kilibaki pembeni, na nikaendelea kukitafakari sana kwamba baraka inaweza kutengeneza hatima ya mtu, destiny. Sasa tutaangalia kitabu kile cha Mwanzo 49 Mwanzo. Tutasoma mistari ya kutosha kidogo. Inabidi tusome vizuri na ili tupate ufunuo tofauti. Ni Mwanzo 29:1 hadi 28, mistari 28. Mwanzo 49:1 hadi 28. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwa na hukumu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Simoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu isingie katika siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao kwa maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo. Mwanangu, umepanda, uliinama ukajilaza kama simba. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii. Atafunga punda wake katika mzabibu, na mwanapunda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya zabibu. Macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo, na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Zabuloni atakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama pwani za kuegesha merikebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Isakari ni punda hodari, ajilazaye kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali paraha kuwa pema, na nchi ya kuwa ni nzuri. Akainama bega lake lichukue mzigo, akawa mtumishi kwa kazi ngumu. Ndani atahukumu watu wake kama moja ya kabila ya Israeli. Ndani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye ataanguka chali. Wokovu wako nimeungoja, Bwana. Gadi jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka visigino. Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Naftali ni alaya aliyefunguliwa, atatoa maneno mazuri. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi. Matawi yake yametanda ukutani,
Wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia, wakamuudhi. Lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Naam, kwa Mungu wa baba yako atakaye, naam, kwa baba yako atakaye kusaidia, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi vilivyo chini, mibaraka ya maziwa na ya mimba. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya milima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake. Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kuraruararua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao, na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake aliwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa tunaangalia baraka inavyotengeneza hatima. Kwa kweli ni jambo limenistajabisha kidogo, na nimepata ufunuo mpya kwenye hiki kitu. Nilikuwa napita nasoma, lakini nimepata kitu kipya hapa. Sasa hawa watu ni watoto 12 wa baba mmoja, na baba amewaita ili wabariki. Lakini alipobariki, kila mtoto alimpa mbaraka tofauti na mbaraka wa mwingine, na anasema njoni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Yakobo akaita wanawe akasema, kusanyikeni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kwa ule mbaraka, si kwamba ulikuwa unaanza kudhihirika pale, lakini ule mbaraka ulitengeneza hatima ya maisha yao, na hatima ya kabila, hatima ya mtoto, hatima ya familia, na hatima ya kabila. Kwa alitangaza baraka ambazo ndani yake zimebeba hatima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tofauti unayoiona pale, kila mtoto alitamkiwa baraka, maisha yake yatakuwaje kesho yake na vizazi vyake. Akaanza na Ruben, akatangaza haki zake za msingi za kupokea baraka, lakini akasema kwa makosa aliyoyafanya hizi baraka nazifuta. Akaja kwa mtoto mwingine. Sasa hawa watoto wengine, huyu Ruben kosa lake, alienda akalala na suria wa babaye, akalala naye. Babake akaona, akanyamaza. Sasa ile siku ya kutoa baraka yake ikafutwa kwa makosa ambayo aliyafanya, alafu hakutubu. Alifanya kosa, hakulitubia, likasimama lile kosa kuzuia baraka zake za msingi juu ya hatima ya kesho. Kwa hiyo kwa kosa lile akapewa hatima mbaya, yeye na vizazi vyake. Akasogea kwa watoto wengine hapa. Kuna kipindi dada yao Dina walipoenda hapo Shekemu, hapo yule mtu aliyeitwa Shekemu akamwona, alitoka ili atembee angalie mji, haongeangalia mji ulivyo. Dina dada yao, mtoto wa Yakobo, dada yake na Lawi, akatoka na wakatembea. Hasa kupita kule, yule Shekemu akamwona, akamharibia wasichana wake. Waliposikia walikasirika. Sasa wale ambao ni dada yao wa tumbo moja la mama mmoja, wakaweka mpango, wakasema, sasa we Shekemu, kama nataka toane, sasa tunataka ninyi mtahiriwe muwe kama sisi. Mkikubali sharti hili, tutaruhusu Dina olewe kwenu. Kumbe walifanya hila, wakakubali. Mji mzima, akaanza na Shekemu na baba yake mfalme, wakatahiriwa mji mzima.
jamaa wakatoka na upanga, siku ya 3 ile hali wanaumwa baada ya kutahiriwa, wakatoka wakaua mji mzima, wanaume wote wakafuta. Alafu Yakobo akasikia sema, nyie watoto wangu mmenifanya ninoke kati ya mataifa yanayonizunguka pande zote. Kwa hiyo Yakobo kilimuuma kile kitu sana, alafu hawajakitubia kwa baba yao. Hasa ile siku ya kutoa baraka akatamka kwamba aniwe hasira yao. Ilikuwa ni mbaya, ilikuwa ni hatari. Kwa sasa wakabarikiwa, lakini baraka ambayo imefubaishwa, imepunguzwa, ni baraka ambayo inawapunguza katikati ya ndugu zao. Lakini akasogea akataja mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Sasa wanafika kwa Yusufu. Yusufu alibeba vitu vikubwa kwenye ile familia. Walimuuza kuda utumwani Misri, na akasimama kule Misri, akatunza ile familia kwa miaka 7 ya njaa, lakini alifungua mlango wao kwenda kuishi Misri miaka 400 sana Mungu alichomwambia Ibrahim. Sasa tunaona baraka wa Yusufu, yaani baraka ambao huwezi ukaupima. Akabarikiwa kwa mibaraka mbalimbali na mingi na mingi na mingi na mingi na mingi. Lakini pointi yangu ni hii, ule baraka ulitengeneza hatima ya maisha ya kila mtu na ukoo wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe unaweza ukaomba maombi ya kuomba juu ya hatima yako nzuri, kwa sababu kile ambacho utasimama na kuibariki hatima yako ndicho kitatokea kwenye hatima yako. Sababu walipotamkwa baraka Hawa, kila mtoto kile ambacho alibarikiwa ndicho ambacho alikiishi na vizazi vyake. Ukifuatisha kule mbele, Musa naye alisimama akabariki tena zile kabila 12. Lakini alipopita kwa Rubeni, alianza kwa kusema, Rubeni naishi na asife, lakini watu wake wawe wachache. Sasa kwa nini tena Musa anambana Rubeni? Ule mbaraka wa baba yake ulitengeneza misingi ya maisha yake. Anakuja mtumishi wa Bwana na yeye anamloki, anamfunga Rubeni kwamba Rubeni aishi na asife, lakini watu wake wawe wachache. Kwa hiyo ukitamkiwa baraka kama hatima ikafungwa kwenye maisha yako, kila atakaye kukuta mjini atakutamkia hicho hicho. Ukiona watu wanakutamkia mabaya, kabla hawajatamka kuna aliyekuwekea misingi ya matamko mabaya. Maana wakati anatamka Yakobo, Musa hakuwepo. Ni baada ya miaka mingi ndio Musa anatokea. Lakini Musa kuja anatamka pia maneno magumu kwa Rubeni, ambaye sitamkia maneno magumu na baba yake. Kwa hiyo hii ni kitu itupe picha kwamba unaposimama, kwa mfano tunataka leo tubariki hatima ya mwaka 2026 kwenye maisha yako, kwamba tukisimama na kuomba na kuibariki 26, kwamba ndani ya huu mwaka uwe na hatima nzuri. Ukisimama kwa imani na kuomba kwamba hata itokee nini, hatima nzuri inatimia kwako mwaka huu ya baraka. Na ukisimama, sababu bado tupo kwenye mwanzo wa mwaka, bado sababu tupo kumaliza, tunaweza tukasema mbele za Bwana tukatamka hatima ya baraka tunayotaka sisi mwaka huu. Na anayekuja mwezi wa 3 atatutamkia hicho hicho, anayekuja mwezi wa 4 atapanda hapo hapo, anayekuja mwezi wa 7 atapanda hicho hicho. Kwa nini?
Unaposimamisha misingi ya hatima kwenye eneo, hicho kitu kinafungwa ulimwengu wa roho, na kila anayekuja anapita kwenye njia hiyo. Kumbuka tulipo siku ile ya pili tulitafakari tukaona kwamba baraka ni ngao ya kuzuia laana. Kwa hiyo kumbe ukiombea mwaka huu ukatamka baraka hatima ndani ya huu mwaka, kwa hiyo inasema kama ngao, hakuna atakayefanikiwa kukulinda, sababu akija kulani misingi yako inasema baraka, na ushaifunga ndani ya hatima ya baraka mwaka mzima. Laana inapitia wapi? Mnanielewa tumishi wa Bwana? Mnanipata kidogo? Yaani tupo kwenye semina yenye elimu ya kiwango cha juu. Kwa hiyo itahidi kutafuna mezaga hivyo. Haleluya. Sasa tuna mamlaka kwenye maombi, kama Mungu ametupa hii semina iliyobeba ahadi za Ibrahim, kwamba kupitia damu Yesu sisi nasi tumeunganishwa na ahadi za Ibrahim. Kwa kama Yakobo alisimama akatamka ikawa, kupitia ahadi ya Ibrahim na una mamlaka kutamka na ikawa. Nachotakiwa tu ni imani sawa na tamka. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa ukicheza mitandaoni kwa wanafuatilia mitandaoni, wanafuatilia wanaomba vizuri. Naona leo Grace ameamua aingie ndani ya nyumba. Na Facebook amesema na mimi nifike kule. Mungu akubariki sana. Ndio Grace Grace yote mnakumbia kule mitandaoni. Yeye amesema mimi leo natokeza ndani ya nyumba leo. Maana nilikuwa napakua kwenye Facebook akasema hii ladha na mimi nikaipatie pale jikoni. Haleluya. Nimepata taarifa kuna mtu mwingine yuko Arusha, katuma namba yake ili awe na maombi special, lakini kama uko live sahihi, muda wa maombi jiunganishe kwenye madhabahu hii. Tunapofanya maombi utapata maombi maalum, lakini neno ambalo tunajifunza sahihi, ikifika muda wa maombi jiunganishe na hii madhabahu na omba sasa na maelekezo ya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa lengo letu la leo ni kuomba juu kutamka baraka ya hatima ya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baraka inaweza kuandaa hatima. Baraka tumeona pale juu, baraka inaweza kutengeneza, lakini kitu cha pili kwa baraka inaweza kuandaa. Kuna tofauti kati ya kutengeneza na kuandaa. Baraka pia inaweza kuandaa hatima ya mwaka. Baraka inaweza kuandaa hatima ya mwaka. Naweza kaweka koma, hatima ya mtu, hatima ya familia, hatima ya ukoo, hatima ya kabila, eneo, mji na taifa na kadhalika. Nitarudia. Baraka inaweza kuandaa hatima ya mwaka, 2 ya mtu, 3 ya familia, 4 ya ukoo, 5 ya kabila, 6 eneo, 7 mji, 8 taifa na kadhalika. Nitarudia kwa naandika taratibu. Baraka inaweza kuandaa hatima ya mwaka, mtu, familia, ukoo, kabila, eneo, mji, taifa na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshamaliza kuandika. Narudia kwa mara ya mwisho kwa wale ambao hawajamwona bila bado naandika. Baraka inaweza kuandaa hatima ya mwaka, mtu, familia, ukoo, kabila, eneo, mji na taifa. Sasa
kwa ufunuo ambao tumeupata, wakati Yakobo anasema, alisema na mtoto wake mmoja, lakini ile tamko anasema niwaambie yatakayowapata katika mwisho wenu. Sasa Rubeni aliambiwa kama Rubeni, lakini Rubeni alitengeneza kwanza. Rubeni alikuwa na familia yake, alitamka kama Rubeni, lakini matamka Rubeni yakaingia kwenye familia, yakaingia kwenye ukoo, lakini Rubeni ni kabila la Rubeni. Kwa hiyo lile tamko likaandaa aina ya kabila, lakini ile mibaraka 12 ikatengeneza taifa la Israeli. Kwa hiyo ule mbaraka uliandaa taifa, uliandaa kabila, uliandaa ukoo, uliandaa familia. Lakini nimesema mbaraka unaweza ukaa eneo, unaweza ukakaa kwenye eneo limefungwa kwa laana au limefungwa kwa baraka. Mtu akasimama akatamkia huu baraka, hizo baraka zinafungwa kwenye mji. Lakini akisimama mtu akatamka laana kwenye mji, hiyo laana inafungwa kwenye mji na inawapata watu wote wanaokaa kwenye hilo eneo. Kuna mji anaitwa mji wa Yeriko. Yeriko ilikuwa ni ngome imeshona, imesukwa kweli kweli. Walipofika Israeli pale wanatoka Misri, ule mji uliwasumbua kidogo, lakini Bwana akaachilia mbinu, wakule mji ukaanguka. Yoshua akasimama mbele za Bwana akatamka, mtu atakayesimama na kujenga tena mji wa Yeriko akiweka misingi afiwe na mzaliwa wake wa kwanza, na atakapomalizia malango afiwe na mzaliwa wake wa mwisho, kitinda mimba, mtoto wa mwisho kuzaliwa. Baada ya miaka mingi, karibu hata 300 au miaka 400, akaja mtu akajenga ule mji. Alipoweka misingi ya mji wa Yeriko, mtoto wake wa kwanza Segubu akafa. Alipoweka malango, mtoto mdogo akafa, sawa na alichotamka Joshua miaka 300 huko nyuma. Kwa hiyo alitamkia neno kwenye mji. Yule jamaa kaja anaitwa Israeli, amekuja hajui, akajenga lile tamko likampata. Kwa hiyo naweza nikatamka tamko kwenye mji. Sasa makuhani wakajua wana uwezo wa kutambua tamko la laana na kusamisha tamko la baraka na likaishi kwenye huo mji. Lakini ndani ya familia yumkini imetamkiwa tamko la laana. Kupitia mafundisho haya unaweza ukasimama kama kuhani ukatamka kingine kikakaa. Sasa kama walitamka imekuwa, unaweza pia ukatamka ukatabadilisha ukatamka kingine kikawa, kwa sababu alisimama mtu mmoja aliitwa Yakobo akatamka baraka ambayo imetengeneza hatima na ikaandaa mfumo wa maisha ambayo wameishi mpaka leo Israeli. Na lile tamko liishi milele, maana litamka Alfa na Omega. Haleluya. Nikuulize, umetamkiwa nini? Wewe umetamkiwa nini? Aina ya maisha ulionayo inatoa tafsiri umetamkiwa nini. Aina ya maisha unayoishi, yaani kujua umetamkiwa nini, wala usihangaike. Angalia tu, mimi ni nani, naishije, natembeaje. Ulivyo ndio tokeo la tamko lotamkiwa. Sasa kupitia somo hili natamani tukipata neema kesho tupite tushughulikia matamko tuliotamkiwa kwenye familia, kwenye koo, kwenye kabila, kwenye mji. Lakini leo natamani tupite tushughulikie
matamko kwenye mwaka huu 2026. Kama kuna matamko ambayo umetamkiwa kwenye huu mwaka uyaishi, leo tunatengua, alafu tunatangaza hatima ya baraka. Unajitangazia wewe kama mwaka huu natamka baraka kama hatima ya mwaka huu, kwamba kuanzia leo nitaishi hivi. Natamka baraka hii, na hii baraka itatimia ikifika Disemba 30. Lazima kile ambacho nimekitamka mwaka huu kitimie kama alivyotamka Yakobo. Kiwango tu cha imani. Sisi ni warithi sawa sawa na nini? Ya turudie pale tusome ni imani yako irudi kwenye njia. Kitabu kile cha Wagalatia, Galatia 3:29, ili imani yako irudi kwenye njia. Hiki ambacho tunakiangalia usione kama kipo ng'ambo ya mto. Hapana, kipo mbele yako, ni kiwango tu cha kuingia kupakua na kukiisha. Galatia 3:29, Biblia inasema hivi: na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Hili neno linakupa kibali cha kusimama kama uzao wa Ibrahim, kutamka hatima, yani kubariki huu mwaka. Huo mbaraka utengeneze hatima ya mwaka. Huo mbaraka uandae hatima ya mwaka wako. Bwana Yesu asifiwe. Yani kwenye mwaka huu 2026, kila mtu hapa ndani ana mwaka wake. Umeelewa sawa sawa? Yani maisha ndani ya mwaka husika ndio mwaka wako. Kuna watu mwaka huu washapangiwa waugue. Kuna watu mwaka wameshapangiwa vitu kadha wa kadha. So unaposimama kubatilisha kilichotamkwa kinyume na kusimama kutangaza baraka ndani ya mwaka, na hii baraka isimame kama hatima ya mwaka wako, na maana utaishi hizo baraka mwaka mzima. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unaamini hilo? Unaamini hilo mpendwa? Hiki kitu hakipo ng'ambo ya nchi, hakipo Ulaya, hakipo Marekani, kipo. Yani hili neno tumelitafakari hapa. Yani hicho kitu kinakuhusu, kwamba nikisimama natamka baraka kwenye mwaka huu, hizo baraka zinaziishi, nazifunga kwangu, nazifunga kwenye maisha yangu, ili wakati napita kwenye mwaka 26 niishi hizo baraka mwaka mzima mpaka mwezi wa 12, na wakutengua hayupo. Ukisimamisha hiyo misingi, akija mwingine anaongezea baraka. Lakini kumbuka, anaitwa nani? Balaamu akamwambia Balaki, ni mlaani yeye ambaye amebarikiwa. Akasema sijaona uovu kwa Yakobo, wala sijaona ukaidi kwa Israeli. Kwa hiyo ukisimamisha baraka mwaka mzima kama hatima, inazuia laana. Anayekuja kulani anaambiwa hastahili, maana ameshakusha kubarikiwa mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame juu tuombe. Tusimame juu. Tunaweza kupata binti mwalimu wangu ya kuabudu. Kuna wao kwambia ukae hapo, kama haipo haya twende. Sasa tukapanda juu kwa juu tukasukuma. Sasa una sekunde 5, kama yuna 5 hajaipata basi. Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo tuchangamke. Hakikisha unaomba. Hakikisha unaomba. Usisubiri kuomba. Hii ni semina ya maombi. Kila mtu anatakiwa ang'ang'ane. Kila mtu anatakiwa usukume maombi. Tunapokwenda kumwabudu Mungu,
tafakari mbele za Bwana. Ni baraka nataka uziombe mwaka huu. Baraka ndani ya mwaka. Kumbuka kuibariki afya yako, kubariki kazi za mikono yako. Utamkia huu mwaka baraka ili huishi ndani hizo baraka, lakini zifunge kiagano kama hatima ndani ya huu mwaka. Karibu tuwe maiki zimezima washa. Na kuongoza maombi haya kwa muda mfupi. Nikisha kuongoza haya maombi, utaendelea kuomba mwenyewe. Sema, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu uliye karibu, wewe ni Mungu uliye karibu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakushukuru, tunakushukuru kwa ajili ya neno, kwa ajili ya neno ambalo umeliachilia, ambalo umeliachilia kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako. Jioni ya leo, jioni ya leo, mtumishi wako Ibrahim, mtumishi wako Ibrahim, mtumishi wako Yakobo, mtumishi wako Yakobo aliposogea mbele zako, aliposogea mbele zako, alipotamka baraka, alipotamka baraka, zilisimama kiagano, zilisimama kiagano, zikawa hatima, zikawa hatima ya watoto wake, za watoto wake. Hata hivi leo, hata hivi leo, nasi Bwana, nasi Bwana, tunasimama mbele zako, tunasimama mbele zako kwa damu ya agano, kwa damu ya agano, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Ikiwa Bwana, ikiwa Bwana, yako matamko, yako matamko tumetamkiwa, tumetamkiwa mwaka huu, kwa mwaka huu, ili tuyaishi, ili tuyaishi. Ikiwa kuna laana, ikiwa kuna laana tumetamkiwa, tumetamkiwa. Ikiwa kuna maneno, ikiwa kuna maneno tumetamkiwa, tumetamkiwa, ili tuyaishi, ili tuyaishi. Tunasimama kwa damu ya Yesu, tunasimama kwa damu ya Yesu. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba rehema juu ya kila matamko, juu ya kila matamko yaliyotamkwa, yaliyotamkwa juu ya maisha yetu, juu ya maisha yetu, ili tuyaishi mwaka huu, ili tuyaishi mwaka huu katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Neno lako, neno lako la Isaya, la Isaya 7:7 linasema hilo neno, hilo neno halitakuwa, halitasimama. Nami natamka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila tamko ambalo nimetamkiwa kinyume na mapenzi yako, kinyume na mapenzi yako, ili niliishi mwaka huu 2026
2026 natamka kwa damu ya Yesu, hilo neno halitasimama, halitakuwa, ninalitengua kwa damu ya Yesu, ninalitengua kwa damu ya Yesu. Hata kusukuma mabutangua maneno yote Mungu aliye hai katika damu ya Yesu, damu inayonena mema. Ninakuja mbele zako tena saa hii, yawezekana ulimwengu wa roho ya kwamba neno nimetamkiwa na miungu ya mahali pa juu, miungu ya baba zangu, miungu ya mama zangu imetamka maneno, imeapia ya kwamba mwaka huu sitachoroka kimaisha, mwaka huu sitabarikiwa, mwaka huu sitapokea zile baraka za Ibrahimu. Yawezekana miungu ya mahali ninapoisha wametamka kwa habari ya
Bwana. Sema Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Yusufu alibarikiwa na mibaraka mbalimbali. Nami Mungu kwa imani. Kwa damu ya Yesu. Ninasimama mbele ya madhabahu yako kwa ajili ya mwaka 2026. Ninatamka baraka mbalimbali. Nami naifunga kwa damu ya Yesu. Ninaifunga hiyo mibaraka iwe ni hatima yangu katika mwaka 2026 kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka wa afya mwaka 2026 kwa jina la Yesu. Naibariki afya yangu 2026 mwaka mzima kwa jina la Yesu. Naibariki huduma yangu mwaka 2026 mwaka mzima. Naibariki utumishi wangu 26 mwaka mzima, miezi yote, wiki zote katika jina la Yesu. Ninatamka baraka wa kibali mwaka 2026. Nitapata kibali nitokapo baraka wa kibali ukasimame mwaka mzima kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka za maongezeko katika kazi ya mikono yangu mwaka mzima 2026. Natangaza hatima yangu ya uchumi itaongezeka, nitapanuka mashariki na magharibi, kusini na kaskazini kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka wa kufadhiliwa na Bwana, kufadhiliwa na mataifa mbalimbali mwaka mzima. Huo ni mwaka wa kufadhiliwa kwa jina la Yesu. Nasema nitakuwa kichwa wala si mkia, nami natamka baraka wa kuwa kichwa wala si mkia mwaka mzima kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka za mikoa mbalimbali kwa jina la Yesu. Ninatamka baraka katika nchi nitakayopita juu yake. Ardhi neno la Bwana linasema utabarikiwa uzao wa nchi yako kwa jina la Yesu. Natamka hatima yangu ya mwaka huu, uzao wangu wa nchi yangu na ubariki mwaka mzima kwa jina la Yesu. Natamka mwaka sikia, ninakufunga kiagano kwa damu ya Yesu. Natangaza hatima yangu mwaka huu ya kubarikiwa, niingiapo, nitokapo, miezi yote, wiki zote, siku zote, masaa yote, dakika zote na sekunde zote. Natamka baraka za kiagano. Hatima yangu mwaka huu naifunga kwenye madhabahu ya damu ya Yesu. Kiagano. Natamka baraka. Hebu jitamkie baraka. Mimi ni mbarikiwa, kila nitakapokanyaga, kila nitakapoingia nitabarikiwa, kila nitakapotoka nitabarikiwa. Nikiingia kwenye utumishi nitabarikiwa, nikitoka kwenye utumishi nitapokea baraka za kiutumishi. Nikiingia kwenye ndoa, nikiingia kwenye familia, mimi ni mbarikiwa. Zile baraka za kifamilia nazipokea kwa damu ya Yesu. Kwa miezi yote 12 katika mwaka huu wa 2026, zile baraka za kiuchumi
heshima, akiwa amemjua Bwana, akiwa anamtumaini Bwana. Kwa damu ya Yesu natamka baraka kwenye njia zangu zote nitakazopita, popote pale natamka ya kwamba njia zangu zote nitakazopita kwa mwaka huu, natamka ya kwamba zimebarikiwa, laana zimeondoka, mikosi imeondoka, mauti kwenye njia hazitatajwa, haitatajwa mauti kwenye njia yangu ya mafanikio, kwenye njia yangu ya uzao, kwenye njia yangu ya kubarikiwa, mauti hautakaa. Mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa, mimi nimeinuliwa. Ropo sekepa ramando ropo popo, natamka baraka kwenye kiti changu, kwenye mti changu, kama mwanamke, kama mtumishi, natamka baraka za kinafasi, natamka baraka za kinafasi, kama mtoto, zile baraka zangu kama mtoto, zile baraka zangu kama mwanamke, baraka zangu kama mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, zile baraka za kitaifa, zile baraka za kimkoa niliyozaliwa, za kimkoa ninaoishi, za kiwilaya ya asili yangu, napokea zile baraka za wilaya ninayoishi, napokea zile baraka za taifa, zile baraka za tarafa ninayoishi. Kwa mwaka huu natangaza ya kwamba hizo baraka hakuna miungu itakayoshika, itakayosogeza hizo baraka za kitaifa, za kitarafa, za kikata, za kikijiji. Napokea baraka za kiimani, za kikanisa, napokea hizo baraka. Kuna baraka zingine za madhabahuni, hakuna ambaye atachukua mbaraka wangu wa madhabahuni. Kwa damu ya Yesu, kwa mwaka huu wa 2026 hakuna atakayechukua mbaraka unaotokana na madhabahu ya Mungu aliye hai nitakayosimama. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ni baraka yangu ya kiofisi, ni baraka yangu ya kibiashara, hakuna ambaye ataichukua, itanifikia mwenyewe, na atakaye isogelea hiyo ni baraka. Moto wa Bwana Mungu mwenyewe ahusike na yule ambaye anadai kusogelea ni baraka yangu kwa mwaka huu 2026. Kile ambacho Bwana umekusudia kinifikie majira ya asubuhi kwa mwaka huu, natangaza ukipokea kwa damu ya Yesu. Kile ulichokusudia nikipate majira ya mchana, majira ya jioni, kupitia taifa langu la Tanzania, napokea kile ulichokusudia nibarikiwe kupitia mataifa mengine, napokea kwa damu ya Yesu, 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 napokea ni baraka yangu ya mahali pote nitakapoingia, maana neno lako linasema mmebarikiwa mwingiapo na mtokapo. Kila baraka ya kila mahali nitakapoingia kwa uaminifu kwa mwaka huu, napokea, na hakuna falme ambazo zinaruhusiwa kusitisha, kuzuia hizo baraka za malangoni nitakapoingia, za malango nitakayotokea. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, pokea hizo baraka, pokea hizo baraka, pokea baraka. Aliye mkulima apokea baraka za shamba lake, aliye mfanya biashara apokea baraka za shamba lake. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu nisikilize, tupate chombo cha sadaka. Nimesikia mwombe tuiongoze na sadaka. Tupate chombo kingine cha sadaka. Kama unasikia moyoni mwako kuongoza haya maombi, kuyaongoza na sadaka, nimesikia rohoni, achilia sadaka, achilia sadaka. Tunaachilia sadaka ya kukamilisha na maombi yetu. Tulitoa sadaka ya kwanza kusapoti Injili, lakini tunaachilia tena sadaka kwa ajili ya haya maombi.
Wakati tunaachilia sadaka, tutakuwa na maombi ya kuibariki madhabahu. Naomba mchungaji utapanda madhabahuni unapokaa kwenye kiti chako, alafu na wazee wa kanisa mliokuwepo mtakuwa hapa, tutakwenda kuibariki madhabahu. Kile kitu unapokaa kwenye huduma kakae hapo. Kama kuna wazee wa kanisa wako hili kanisa, sogeni, tutapiga magoti hapa, tutakwenda kuibariki madhabahu mwaka huu. Tulisimama mwaka jana hapa tukamlilia Bwana, Bwana kaachilia baraka, na tumeona kanisa limefika hatua nzuri. Tunatamani tena Bwana achilie baraka. Washauri sogeni, pigeni magoti hapa, pigeni magoti hapa. Tunakwenda kuibariki madhabahu. Tunakwenda kuibariki madhabahu. Tunakwenda kuibariki madhabahu. Tunakwenda kuibariki madhabahu. Naomba wengine tuje tusimame hapa kwa ajili ya maombi. Tuibariki madhabahu iliyotupokea kwa ajili ya kufanya huduma hii. Tutakaa kama mshauri leo. Tutakaa kama mshauri, tutakaa kama kuhani. Usipige magoti, wewe simama. Tutasimama kusukuma haya maombi ya kuibariki madhabahu. Ongoza maombi ya kuibariki madhabahu. Tamkie baraka za Bwana. Hii baraka uibariki Bwana, ibariki kwa sadaka, ibariki kwa vitu mbalimbali. Mungu ibariki nyumba ya mchungaji, abariki kwa afya, ukani madhabahu. Bwana kukumbuke madhabahu kwa sadaka, ibariki kwa njia mbalimbali. Ongeza maombi ya kuibariki madhabahu. Tunakushukuru tena Bwana kwa ajili ya siku hii ya leo, kwa sababu Bwana imekupendeza tena tusimame kwenye madhabahu yako. Wewe ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mtakatifu. Wewe ni Mungu usiyefananishwa na kitu chochote. Wewe ni Mungu unayetawala mbinguni na unatawala duniani. Wewe ni Mungu unayetawala mbinguni, ni Mungu unayetawala hii madhabahu. Ni Mungu unayetawala mbinguni, ni Mungu unayetawala kusanyiko hili. Ni Mungu unayetawala mbinguni, ni Mungu unayetawala mchungaji na nyumba yake. Wewe ni Mungu unayetawala mbinguni, ni Mungu unayetawala wazee wa kanisa. Ni Mungu unayetawala washarika wa hili kanisa. Ni Mungu unayetawala ardhi ya mahali hapa ambalo tumejenga kanisa hili. Ni Mungu unayetawala misingi ya hili kanisa. Ni Mungu unayetawala Bwana siku zote za maisha yetu, hata kabla sisi kuwepo kwenye hili kanisa. Mungu ulishabariki hii ardhi. Mungu ulishatamka na baraka kwenye hii ardhi, na ndiyo maana Mungu uliachilia baraka kupitia baba yetu Ibrahimu, ukasema yeye ni baba mataifa mengi. Tunaposogea mbele zako Bwana, tunasimama kuomba toba na rehema. Yamkini kuna laana ilitamkwa kwenye hii madhabahu. Yamkini kuna wazee wa kanisa tumetamka laana kwenye hii madhabahu. Inawezekana kuna washarika tumetamka laana kwenye hii madhabahu. Inawezekana kuna waimbaji tumetamka laana kwenye hii madhabahu. Inawezekana wanandoa tumetamka laana kwenye hii madhabahu. Inawezekana kuna watumishi wamepita kwenye hii madhabahu wakatamka laana. Bwana, mahali hapa tunaposogea mbele zako Mungu, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe. Inawezekana hata kabla kanisa kumiliki ardhi hii, kuna watu walipita mahali hapa wakalani hii ardhi. Inawezekana wakuu na wenyeji wa nchi wamelani hii ardhi. Inawezekana waabudu miungu walilaani hii ardhi. Inawezekana waliposikia kanisa imemiliki ardhi hii wakatamka laana usiku na mchana, wakatoa na sadaka kwenye hii ardhi kuilaani, wakafunga na kuomba kwenye hii ardhi kuilaani, wakaweka na mazinduo kuilaani hii ardhi, wakaufunika na uchawi kwenye hii ardhi. Baba, nasogea mbele zako nikiomba toba na rehema. Ikiwa kuna laana ya damu kwenye ardhi hii, yamkini Mungu tumemwaga damu ambazo hazina hatia kwenye hii ardhi. Inawezekana sisi watumishi wako au ni watu waliopita mahali hapa mwaga damu yao katika ardhi hii.
Inawezekani watu ambao tunasali au ni watu ambao hatusali hapa. Inawezekani wachawi wamekuja kumwaga damu kwenye ardhi. Tunasimama kama makuhani wa zamu siku ya leo. Tunasimama kama makuhani wa zamu siku hii ya leo, hasa kwa ajili ya semina hii ambayo Mungu ametupa kuifanya. Tunaamini kwa kusudi ulimwengu wa roho hii madhabahu. Tunaamini kwa neema tena Bwana kwenye hii madhabahu. Mungu sikia maombi yetu wazee wa kanisa. Mungu sikia maombi ya mchungaji wa hii madhabahu. Mungu sikia maombi ya waombaji wa hii madhabahu. Na haya ndiyo maombi yetu mbele zako Bwana ya kuomba toba. Na haya ndiyo machozi yanayoturuzika mbele zako. Tunakulilia Mungu aliye hai kwa ajili ya hii madhabahu. Tunaona matokeo ya laana kwenye hii madhabahu. Tunaona roho ya ukiwa kwenye hii madhabahu. Tunaona roho ya zinaa kwenye hii madhabahu. Tunaona roho ya ulevi kwenye hii madhabahu. Tunaona roho ya vita katikati ya hii madhabahu. Tunaona roho ya kupiga vijana kwenye hii madhabahu. Tunaona roho ya kupiga watumishi kwenye hii madhabahu. Tunaona roho maskini inapinga hii madhabahu. Washirika wa hii madhabahu wanapita kwenye changamoto, wanapita kwenye vita ya uchumi, wanapita kwenye vita ya ndoa, wanapita kwenye vita ya afya, wanapita kwenye vita ya kibali, wanapita kwenye vita ya uzao, wanapita kwenye vita ya nafasi. Mungu sikia maombi yetu jioni ya leo. Inawezekana maombi yetu hayatoshi mbele zako Mungu. Tunaiamini damu ya Yesu Kristo jioni ya leo. Tunaiamini damu ya agano jioni ya leo, ya kwamba itaenda kusimama pamoja na maombi yetu, itasimama pamoja na sadaka zetu, itasimama pamoja na mioyo yetu, itasimama pamoja na maisha yetu, itasimama pamoja na mchungaji wetu Mbena, itasimama pamoja na mchungaji wa hii madhabahu, inasimama pamoja na watoto wa mchungaji, inasimama pamoja na wazee wa kanisa wa hii madhabahu ambao tuko mahali hapa jioni ya leo. Lakini wako wazee wa kanisa kwa pamoja nasi jioni ya leo. Tunasimama kwa imani kwa niaba ya Bwana. Tunaomba toba ya washirika wa hili kanisa.
Amina, mshangilie Bwana Yesu. Asante, amina, amina. Turudi tukaketi. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Endelea tu kumpa Bwana sadaka ya makofi na vigelegele. Tunaamini kuna msimu mpya mwaka 26 unaenda kutokea kwa sababu